Kwa uingizaji wa maziwa nchini ambao haufuati utaratibu, kwa maana kwamba watu wengi wanakuwa wanaingiza maziwa bila kuomba vibali. Sasa hii inatengeneza mazingira ambayo hatarishi, kwanza kwenye swala zima la afya ya watumiaji, kwa maana kwamba ubora wa maziwa tunakuwa sometime hatuwezi kutambua mapema, lakini pia inatengeneza mazingira ambayo si balance kati ya wafanyabiashara ambao wanafata taratibu, kwa maana ya kwamba kulipa gharama zote za uingizaji wa maziwa ikiwemo kukata vibali kutoka Bodi ya Maziwa Tanzania, na hivyo kupelekea kwamba idadi ya wafanyabiashara wengi kutafuta soko ambalo sio rasmi la ununuzi wa bidhaa za maziwa kutoka nje, kitu ambacho kinapelekea ukosefu wa mapato kwa serikali, lakini kuhatarisha afya za watumiaji na wale walaji wa mwisho katika hizo bidhaa. Kwa hiyo tutoe wito kwa Watanzania wote, mikoa yote Tanzania, kuendelea kuhakikisha kwamba tunafata taratibu za uingizaji wa maziwa Tanzania, kwa maana kwamba kuomba vibali kutoka Bodi ya Maziwa Tanzania na Wizara ya Mifugo na Uvuvi chini ya kurugenzi yake ya afya ya mifugo, na kuhakikisha kwamba hatupitishi wala kusambaza maziwa yoyote nchini bila kufata zile taratibu ambazo tunatakiwa kuzifata, kwa maana kwamba kila mtu ambaye yupo kwenye thamani ya mnyororo wa maziwa anahakikisha anafata taratibu. Lengo ni kwamba tunataka tutengeneze sekta ambayo inaweza ikachangia pato la taifa, kwa maana kwamba tuhakikishe kwamba ile pato la taifa la 2% ambalo linatokana na biashara na mambo yote ya maziwa linaongezeka kufikia angalau 10% ifikapo mwaka 2050 kama dira ya taifa inaposema. Tulichogundua kwanza ni kuto kusajiliwa kwa huyu mdau kama mfanyabiashara wa bidhaa za maziwa, lakini pia kupatikana kwa baadhi ya bidhaa ambazo hazina vielelezo vya kuonesha kwamba uhalali wa uingiaji wa maziwa yale. Kwa hiyo kuna baadhi ya bidhaa ambazo tumezikuta na tumechukua hatua stahiki kama inavyotakiwa kuchukuliwa. Madhara yapo kwa sababu kuna uingizaji wa maziwa aina mbalimbali, hata mpaka yanayotumia kwa watoto, ambayo yanatakiwa yalindwe sana, kwa maana kwamba sisi Bodi ya Maziwa hatuwezi tukatoa kibali cha kuingiza maziwa bila kujiridhisha kwamba ile bidhaa imepata usajili kutoka TBS. Sisi na TBS tunashirikiana, kwa maana kwamba tukishapata cheti cha ile bidhaa ambayo imeshafanyiwa registration na imethibitika ubora wake huko vizuri, basi tutatoa vibali kwa mujibu wa taratibu ninavyoelezea. Baada ya hapa, zoezi hili litakuwa ni endelevu, haliishi Arusha tu, tunaenda mikoa mingine kama tulivyokuwa tukifanya, na limekuwa zoezi ambalo tunalifanya mara kwa mara. Lengo ni kwamba tunataka wafanyabiashara basi wafuate zile taratibu za uingizaji wa maziwa, au wafanye biashara ya maziwa katika taratibu kwa mujibu wa sheria ya maziwa namba 8 ya mwaka 2004, marekebisho yake ya mwaka 2020 na kanuni zake za 2007 na 2020 kama zinavyotutaka.